Bwana, mara baada ya mnyama Simba kupata sare dhidi ya Esperance de Tunis, tumemfuata mwamba chuma mwenyewe GB64, tumsikia na nini cha kuzungumza. Ndugu yangu, kwema kaka? Bwana, kwema kabisa. Uko vizuri kaka? Niko vizuri kabisa. Poleni kwanza kwa matokeo. Tunashukuru. Yaani tunashukuru. Yaani huu ndo ukubwa. Yaani ukisikia ukubwa ndo huu. Kama haya hajakutokea maana yake wewe sio mkubwa na sio timu kubwa. Haya ilishaitokea Mamelodi Sundowns, hichi kishatokea kwa National Rally, hichi kimeshatokea kwa TP Anglabedi Mazembe alipotea miaka 2, hichi kimeshatokea kwa Wydad Casablanca. Umeelewa bwana? Ana misimu mitatu sasa hivi klabu bingwa haijui. Sio wewe umeingia makundi alafu unashindwa kufuzu. Yaani kashindwa hata kuingia kwenye nini? Kwenye hiyo klabu bingwa yenyewe. Ndio katulia miaka 2, huu mwaka wa 3 ndio kaingia kwenye nini? Kwenye shirikisho. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo yanaifesi timu kubwa. Leo unapozungumzia timu kama Manchester ina mwaka wa 14 sasa hivi haujui ubingwa. Arsenal miaka 25 mpaka sasa hivi. Liverpool alikaa miaka 30. Chelsea alikaa miaka 50. Kwa hiyo ndio mambo yanayotokea katika nini? Katika vilabu vikubwa. Ni vitu vya kawaida. Sawa, mnyama Simba mechi 4 ameweka historia, hajawahi kutokea kwa mnyama Simba. Kuingia hatua ya makundi, mechi 4 anapata alama 1. Nini shida kwa mnyama Simba? Shida yani ni kutoka katika nje ya slogan yetu ya Simba nguvu moja. Ni kipindi cha mpito, sawa, lakini tumetoka katika slogan yetu ya Simba nguvu moja. Kwa sababu hata hivyo vilabu vikubwa kupotea kwake lazima kutakuwa na sababu. Tukitoka katika A6 za mpira, lazima haya mambo yanafanya yanajitokeza. Sawa. Na sehemu yoyote, sawa, kwenye viwanda, kwenye sehemu taasisi yoyote, umoja ukikosekana basi lazima sawa, hakuna kitu kinachoitwa nini? Succession. Yaani mafanikio yanakuwa hayawezi kupatikana. Kwa sababu unit ndio siku zote inawafanya watu waimbe nyimbo hii moja, na mkimba nyimbo moja tayari ndio mnaenda kupata nini? Mafanikio. Simba tumetoka katika nini? Slogan yetu ya Simba nguvu moja. Na ndio maana leo unakuta mashabiki tumegawanyika, wanachama wamegawanyika, viongozi wamegawanyika, wafadhili wetu wamegawanyika. Yaani kila kitu kiko shagara bagara. Simba haiwezi kafanya ikatengemaa hata mara moja kwa hii hali tuliokuwa nayo. Mnyama anaweza kurejea katika hali yake, lakini kwa hali inavyokuwa kurudi sasa itategemea na sisi tutachukua uharaka wa aina gani na kugundua tatizo liko wapi. Sasa tatizo la Simba yani ni sawa sana wewe umepima, wewe rafiki yako si Sanga, umepima umekutwa na malaria, alafu sindano unataka achome rafiki yako Sanga, alafu wewe upone. Unaweza ukapona? Ndio shida ya Simba ilipo. Yaani Simba kule sehemu ambayo ina tatizo, sisi hatupagusi. Tunagusa sehemu ambayo na yeye naye anapambana na hili tatizo. Ndio Simba hapo inapopotea. Na wewe ukiingilia ukitaka kurudisha watu katika umoja ule, ili wakumbushe jamani kwenye shida huku sio huku, unaitwa wewe chawa na unaweza hata ukapigwa. Jana mimi nilishindwa kuongea na vyombo vya habari kutokana na ile hali ya taharuki iliyokuwepo pale. Kutokana na nini? Kutokana na ile slogan ambayo wana Simba tunafanya nini? Tunahitaji sisi tunahamasisha umoja ndani ya Simba, na kiongozi anapofanya mazuri lazima umsifie. Haiwezekani kiongozi ni binadamu, leo akikosea wewe ndo unamuimba tu, lakini akifanya mambo mazuri utaki kumuimba. Sisi tulimuimba kutokana na usajili uliofanyika wa dirisha dogo. Umeelewa? Tuliulizwa swali kwamba bwana huu nini? Huu usajili mnausemaje? Mimi namjua Gwe Ribe Segwe namfahamu vizuri. Yule Aura namfahamu vizuri. Ni wachezaji ambao kweli ni wachezaji unaona kabisa kwamba hapa timu sasa inafanya nini maboresho, na jana wote tumeona mechi zote, hata ile mechi ya ligi kule tumeona. Si umeelewa? Ukiangalia yani nafasi zote zile wanaofanya nini? Wanatoa mtu anaweka mtu. Tumemrudisha mtu ambaye sasa hivi amerudisha ule utulivu. Simba ilikosa utulivu kule mbele, lakini sasa hivi tunaona nafasi zinatengenezwa, penetration passes zinapigwa kwa sababu mwenye key ya Simba amefanya nini? Amerudishwa. Sasa kitendo cha kuupongeza uongozi tayari mtu anakuimba anakuambia wewe chao. Kwa hiyo watu wa Simba kwanza, sisi ma-influencer wenyewe tunapenda ile umaarufu kwa kupitia kiki kama hizi. Yaani unamsikiliza mwenzio kaongea nini, wewe tayari unaenda unafanya nini? Unampandia juu. Ndio shida ya Simba lilipo. Tofauti na watu wa Yanga, ma-influencer wa Yanga wanaongea kauli yaani kila unayemhoja anaongea kauli, maana yake wana vikao vyao, wana mambo yao, wanajua jamani hili liko hivi, propaganda hii iende hivi. Ndio wenzetu wa Yanga walipotushinda. Lakini wa Simba kila mtu anaongea kivyake. Sasa sisi ndio tunafanya kazi sawa ya kurudisha ule umoja wa ma-influencer ili tuweze kuongea sauti moja. Lakini wewe sasa kuongea sana kwenye mic sio kwamba unaweza kuiboresha timu. Sawa, kuna sehemu za kwenda kufanya nini? Kuongelea. Leo sisi tumempigia simu mwenyekiti, si ndio mwenyekiti wa wanachama, tuitie na nani? Na watu wako wa bodi.
wajumbe wako wa bodi kwa upande wetu wa nini wa wanachama kwenye upande wa 51%, ametusikiliza na ametuitia. Tumeenda kuongea naye tumueleze matatizo ya timu na tukamueleza. Kutoka pale tukamwambia tuitie na upande wa pili sasa wa bodi tusikilize na huku, ili sasa watu wafanye nini, wakutane ili tuwaeleze timu imekuwaje, shida ni nini, tufanye nini, tuongeze wapi, tujazie wapi. Tayari wewe unaitwa, wewe ni nani? Wanatokea hao ma influencer wenzetu, wanatoka pembeni, wanaita vyombo vya habari, wanasema tumeitwa, tumeenda kuchukua nini, kuchukua pesa. Sisi tunachotafuta suluhisho, kupiga keso dawa. Wewe ni shahidi, mimi nimeshatiwa ndani kwa sababu ya Mangungu. Au umesahau? Si nimekaa siku 4 mimi Central. Mpaka mechi ya dabi imepita, nimekamatwa mimi Alhamisi, nimekaa mpaka Jumapili. Mechi imeisha, mimi ndo nimetolewa. Au umesahau? Shida ilikuwa nini? Sasa watu wa Simba walikuwa wapi kipindi kile? Mpaka leo wewe mimi unitechao. Walikuwa wapi kipindi kile? Kulikuwa na mtu alikuja kuniletea chai pale. Walikuja watu wa Yanga. Ndio akanifuatilia, wakawa wananiletea vyakula mpaka nakuja nafanya nini? Natoka, lakini nilikuwa napambana kwa ajili yani na klabu yangu. Tena niliwaambia kabisa mimi siko tayari, hata mkinitoa humu mnaniambia ninyamaze, sitonyamaza. Yani ni afadhali mniendelee kuniweka ndani, lakini tunachotaka Simba yetu ifanye nini, nyoke. Timu kweli ikaja ikaboreshwa, nikaitwa na viongozi, nikasuluhishwa na Mangungu pale. Nikaelezwa uhalisia ulivyo Bunju pale. Wote tukawa tunaimba nyimbo moja na timu ikarekebishwa, tukafika finali. Timu ikashika nafasi ya pili kwenye ligi, tena tumecheza finali na Yanga, ndio tunanyang'anywa kikombe pale pale uwanjani. Lakini shida ya kupoteza ile mechi, ukiingia ndani kabisa ni mambo mengine tofauti na huyu bwana. Lakini wewe ukikaa ukiangalia matokeo, unajua Simba ina mambo mawili. Kuna wanachama, sawa? Kuna wanachama wanahitaji matokeo. Sio, umeelewa? Alafu kuna wanachama wanahitaji maslahi ya Simba, kwa sababu maslahi ya Simba ndio itapelekea Simba ipate matokeo, yani ya mfululizo. Yani tutengeneze timu iliyokuwa imara, sio kwa sababu matokeo unaweza ukatafuta kwa njia yoyote. Sawa, unaweza mechi inachezwa ukaonga marefa, ukafanya hichi, ukafanya hujuma kwenye timu pinzani unaocheza na ukapata matokeo. Lakini je, uhalisia wa timu tuangalie timu hii imetoka wapi? Hata Mungu anapomhukumu mja wake, huwa mara nyingi anaweka kwenye mizani, ndio maana ukaambiwa rimidhona haki. Sio, umeelewa? Anaweka mabaya yako huku upande wa kushoto, mazuri yako upande wa kulia, anaangalia wapi palipoelemea. Sasa huyu mtu tunayemhukumu, hebu tuweke mizani sasa. Tuangalie mazuri ni yapi na mabaya ni yapi. Tusiangalie tu matokeo peke yake. Tuangalie vitu gani vingine vinavyofuatilia. Kwa mfano jana dakika 45 za kwanza Simba anaongoza 2-0. Tunaingia kipindi cha pili, Alassane Kante anatoa half pass. Kwa hiyo atakwambia Mangungu alikuwa anawasiliana naye, bwana toa nusu pasi hapo. Au Mangungu alishuka pale chini akaenda akamwambia Alassane Kante toa nusu pasi ili watu wafunge. Alifanya hivyo? Kwa ni uzembe wa wachezaji au zile emergency cases zilizotokea uwanjani, kuumia kwa Kagoma. Timu ilikuwa kwenye balance. Kitendo cha kuumia Kagoma na kuumia nani? Wilson Nangu ndio timu ilipopotea. Sasa Mangungu je, aliwaambia wale wajivunje? Au waliwatuma wale nani? Experience Tunis uumiza hao watoke nje. Sasa kuna vitu unatakiwa wewe ukiongea unaambiwa wewe sio nini, wewe sio kitu gani. Lakini mimi ninachofahamu Mangungu anaingia madarakani. Sawa. Anaingia madarakani, alikuta Simba mkataba wa jezi ni milioni ngapi? Milioni 600. Sasa hivi mkataba wa jezi shilingi ngapi? Bilioni 6.87 hiyo. Sio, umeelewa? Mangungu ameingia Simba hapa, mkataba hapa ni milioni 800 si mpaka 900 SportPesa. Sasa hivi ni bilioni ngapi? 6. Sasa haya mbona hatuiangalii? Unasema hajaifunga Yanga. Zile goli 2-0. Kigoma tunashinda ile pale. Nani kiongozi? Yanga tunafunga 2-0 hapo. Na tukambeba Mangungu. Kwa hiyo vitu vingine tusiangalie sana matokeo. Tuangalie jinsi gani tunaweza tukaijenga klabu yetu permanently. Si umeelewa? Ndio maana mimi kila siku nawaambia, kwanza wanachama wapi wafanye nini? Wasajiliwe. Umeelewa? Na huu wanachama aliyezuia hawa upande wa wanachama wapi wasiingie ni nani 2017? Ni upande wa uwekezaji. Si umeelewa? Lakini Mangungu kapambana nao, sasa hivi tayari wanachama wapi muda wote wanafanya wanaanza kusajiliwa, na mkurugenzi wa wanachama ajira ishatangazwa, kesho kutwa anatangazwa, akishatangazwa kadi zinaanza kutoka. Ndio vitu tulivyomtuma sisi Mangungu, na ndio ugomvi wangu mimi na yule bwana kila siku. Cha pili, wawekezaji tufuate maelekezo ya serikali. Imesemaje? Serikali inahitaji wawekezaji 3. Kwa nini tunganganie mmoja? Kuna nini hapa? Mangungu analifuatilia ile swala, katiba siku ile imetangazwa kwenye mkutano mkuu, maboresho ya katiba, tunatakiwa wawekezaji wao ngapi? 3. Na mwenyekiti wa bodi atoke upande wa Simba. Kwa nini mwenyekiti wetu upande wa wanachama 51% yeye ndo akawe kama mjumbe? Kwa nini asiwe ndo bosi wa timu? Sio, umeelewa? Awe na kauli. Lakini sisi tumengangania kumwandama
Mangungu kumlaumu nani? Mangungu. Huyu Mangungu unaomlaumu, usajili anahusika? Kamati ya usajili ukiangalia yote wanaotoa fedha ni upande wa nani? Upande wa bosi. Na kamati yake hata usajili ule uliopita uliotuzingua ina maana ni Fadru pamoja na nani? Na mwekezaji wetu ndio alofanya ule usajili na walisema live. Mangungu kamsajili mchezaji gani? Nani anaweza kaniambia Mangungu kasajili mchezaji wa aina yoyote? Lakini ukisema unaonekana wewe chawa, lakini sisi hatukomi kwa sababu tunajua kwenye kuitengeneza Simba huu ndo usahihi. Si umeelewa? Yule anaendelea kutita sisi machawa, wanataka kutupiga waendelee. Lakini itafikia mahali tutachoka, tutakaa kimya. Umeelewa bwana? Tuangalie sasa hii Simba itafika wapi. Lakini kiuhalisia sisi kwenye shida. Yaani sisi tunapima malaria, tunakutwa tuna malaria, tunatakiwa tupigwe sindano. Sindano tunazikataa, tunaenda tunawaambia marafiki zetu ndio wachome sindano. Hatuwezi kupona. Sawa, tumaliza na hili hapa JB. Sakata la Mangungu kufanyiwa vurugu pale. Kwanza umelipokeaje hili na tamko kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi? Kwanza ni tunajizalilisha. Umeelewa? Kwanza tunajizalilisha. Mkutano mkuu upo. Si ulifanyika mkutano mkuu? Si hatumtaki Mangungu. Siku zile ilitakiwa yule hata kikao asiendeshe. Kama kweli tulikuwa tumuhitaji, tulikuwa tunahitaji mkutano wa dharura au kufanyika. Umefanyika mkutano mkuu, Mangungu sikaja. Pale pale anaingia nyewe mnaanza kuimba hatumtaki Mangungu, hatumtaki. Vyombo vya serikali vipo, waandishi wa habari wapo. Itajulikana wana Simba wanahitaji nini. Lakini tumekaa tumetulia. Tumesikiliza, kaendesha kikao kimeisha. Wewe unarudi tena nje umtaki Mangungu. Unamtoaje sasa? Unamtoaje? Si umeelewa? Lakini walichoongea ni sahihi kwa sababu ile ni aibu. Pale kuna viongozi wa kafu, kuna viongozi. Alafu hii timu eti ndio iko ndani ya 5 bora za kafu. Umeelewa? Alafu kile kitendo kinafanyika cha vurugu namna ile. Wageni wetu wote wanashindwa kutoka kwa ajili ya vurugu zetu. Kiongozi ambaye ndio mwenyekiti wetu tunamvuta hili. Kwa hiyo Mangungu yeye kinachofanyika, yeye anapambana sawa katika kuitengeneza Simba. Na huu upande wa 49%. Alafu sisi tunapambana na yeye. Anawezaje kupambana nao wao? Lakini shida wana Simba watakuwa wajiulize kitu kimoja. Mkwabi alijiuzuru kwa nini? Si umeelewa? Kwa nini Mkwabi ajiuzuru kipindi kile? Na kwa nini Mo alitweet na akaongea kabisa kwamba kuna mtu tunasafiri naye anatoboa nini? Mtumbwi. Kesho yake anajiuzuru nani? Mkwabi. Sasa tujiulize huyu Mkwabi kwa nini ajiuzuru kipindi kile? Maana alikuwa anafuatilia nini maslahi ya Simba, anapambana na bosi. Kwa nini bosi huyu aliyokuwa anagombana naye ndo kamvuta kamtia kwenye bodi yake? Kamtia huku kwenye upande wake wa 49%. Huyu Mkwabi ambaye alikuwa analumbana. Kwa nini Mkwabi atoke huku sasa aingie huku? Kwa nini huyu bosi wetu? Kwani waindonzia wapo? Kwa nini asitafute watu tofauti kabisa na hao wanachama wa Simba? Akaweka kwenye upande wake. Kwa nini leo amchukue Trayageni amlete huku? Trayageni si alikuwa mwenyekiti wa Simba? Si mwanachama wa Simba? Si ndio alikuwa friend of Simba, mwenyekiti wa friend of Simba? Walikuwa wanaendesha Simba. Kwa nini amtoe huku ajiuzuru mwenyekiti huku? Akarudi wapi? Akarudi huku akamchukua akamweka huku kwake na akampa mwenyekiti wa bodi. Magoli alikuwa huku, kwa nini amtoe huku amlete huku? Unaona shida ilivyo hapo? Sasa wana Simba wanakuwa wajiulize, yani wawe na great seeker. Umeelewa? Wawe na critical thinking ya kwamba hili swala hili kwa nini? Mimi wajiulize maswali hayo. Mkwabi alikuwa anapingana na boss mpaka akaambiwa anatoboa mtungu. Kwa nini leo amchukue amuone anafaa amlete huko kwake? Ina maana huyu alikuwa yuko sahihi katika kuitetea Simba yetu. Kavutwa kaingizwa huko. Magoli tia huko. Trayageni tia huko. Kuna nini? Wakishajiuliza maswali wakipata majibu watajua kwamba huyu mzee hana shida. Huyu mzee yuko katika kusimamia maslahi ya Simba. Mangungu hana shida. Sisi tulikuwa tunapiga kelele, tulikuwa hatujui undani. Lakini sisi baada ya kufanya naye kikao tumeelewa nini kinachoendelea. Tunaelewa nini kinachoendelea. Kwa hiyo tunafuatilia sasa hivi kiundani kuliko kuongea mara kwa mara. Kwanza tunajizalilisha alafu tunaiweka uchi klabu yetu. Na ndio maana mambo yetu sasa hivi yanatakiwa ende kimya. Kwani huko upande wa pili hakuna shida? Leo nikwambia sajili za Yanga ipi ile click ya dirisha kubwa? Umesikia kuna kelele? Kuna influencer wa Yanga yoyote katoka akakwambia kwa Makouma tumepigwa, Dombia tumepigwa, Endu Boyle tumepigwa. So ameondoka kimya. Celestine kuwa tumepigwa, umemsikia? Kimya na wanaosifia usajili wao. Wameongea ndani, wamefanya maboresho, wameleta huku. Kwa hiyo sisi tushatoka tushakuwa wakubwa. Kwa hiyo sasa hivi na shida. Mimi nauita uongozi, tunahitaji kuongea nao. Tunamaliza, tunaweka mambo sawa na ndio maana tuliwaambia wachezaji wenye matatizo hawapambani. Mpira ni commitment. Wakaondolewa wachezaji 7, tumeleta wachezaji. Umeelewa? Lakini bado kuna wengine wanaendelea, kwa mfano kama Alassane Kante unaona kabisa ni ujinga aliofanya.
Umeelewa? Dakika 15 tu unamuona Kante anapoteza mipira, hayupo mchezoni. Umeelewa bwana? Lakini je, hawa watu waliokuwa kwenye benchi wanamshauri nini mwalimu? Umeelewa? Hii ni shida. Kwa hiyo shida sio nani, shida hata kwenye benchi la ufundi pale. Kuna watu pale wamekaa miaka mingi, wameizoea timu. Hawatoi ushauri mzuri kwa walimu wanaoletwa. Wanatakiwa wafanywe kazi, lakini si yote haya tuangalie. Sisi tumngangania mtu huyu. Nyimbo ni moja tu tunaoimba. Yaani tangu kipindi cha uchaguzi mtu bado Mangungu hafai. Tangu kipindi hicho cha uchaguzi alikuwa chawa wa upande fulani wa uongozi ambao wanagombania na Mangungu, basi kangangania hivyo hivyo. Lakini sio sawa. Tunaipeleka Simba chooni. Hivi kweli Mangungu angekuwa na shida miaka 4 timu inapotea, unatukanwa tu, unapigwa, unafanya nini kama jana vile alivyozalilishwa, lakini bado yeye anangangania. Wewe jiulize, maana yake wewe anajua nikitoka kama alivyotoka Mkwabi, Simba hii inaingia wapi? Shimoni, na ndicho anachokitaka huu upande wa pili. Si umeelewa? Sawa. Kwa hiyo mimi yangu ni hayo. Atakaye nitachawa nitakee, mimi naangalia uhalisia. Simba shida sio Mangungu. Simba shida iko kwenye upande wa 49%. Na ndio wenye nguvu na ndio wanaoiendesha timu. Mangungu ana lolote anachokifanya. Usajili hausiki. Umeelewa? Ana mishahara analipa yeye. Kama mishahara imechelewa Mangungu anahusikana nini? Wanaotoa hela kina nani? Si umeelewa? Shida ndio iko hapo. Posho. Simba na Yanga tunaingia ile mechi ile tucheze tusicheze. Wachezaji walikuwa hawajapoa vyao. Mangungu anahusikana nini? Ana hela kuwalipa wale wachezaji. Tunalaumu tu bure. Lakini ukisema unaambia wewe chao. Kwa hiyo aendelee kutuita machao. Lakini siku atakao yule mzee atakapotoka, wakijua kwamba ana shida, ndipo tutakapogundua tatizo liko wapi.